Kama unalijua hili tunda linaitwa mkomamanga, sijajua huko mnaliiteje, basi una bahati sana. Hata kama hulijui, endelea kusikiliza hii video, kuna kitu nimekuandalia, utakijua vizuri sana kuhusiana na hili tunda. Kabla ya yote, hii unayoiona hapa ni incubator ya kutengenezwa. Hizi incubator jamani, zina ubora wa hali ya juu sana. Unajua kuna zile incubator za mchina, zile anazozitengeneza zile za mchina za plastiki hivi. Sasa kama ile inakusumbua, jaribu kununua hii incubator, utakuja kunipa majibu. Hizi incubator sisi tunazitengeneza na tunasafirisha mahali popote pale kwa gharama nafuu sana. Na hata kama unahitaji vifaa, labda tuseme unahitaji heater, unahitaji humidifier, controller, kuagizia popote pale ambapo unataka. Maana yake unaweza kutengeneza incubator wewe mwenyewe au kutengeneza incubator ya box. Huaga tunaagiza hizi incubator kwa gharama nafuu sana. Zinauzwa. Kwa mfano incubator mayai 60 tunauza 3,500, lakini hata ukisema ufanye kibiashara, uwe unatotoleshea watu mayai au unatotolesha wewe mwenyewe, hii hela itarudi ndani ya muda mfupi sana sana sana, kutokana na bei ambazo tunaziuza hizi incubator na ubora wake. Tutafute kwenye namba yetu ya simu hiyo hapo, tutakusafirishia. Nauli ya usafiri ni gharama ni juu yako wewe, ila tunasafirisha kwa uaminifu mkubwa sana. Yani uaminifu ni mkubwa sana. Hakuna mtu ambaye tumewahi kumsafirishia incubator ikashindwa kufika, yani ikaleta shida kwenye usafiri. Sisi kazi zetu tunazifanya kwa uaminifu mkubwa sana sana. Lakini pia tunavyo hivi vitabu. Hivi vitabu vinakusaidia sana sana kupata elimu ya ufugaji, lakini pia na kupunguza gharama za ufugaji, kama vile kutengeneza chakula, jinsi ya kutengeneza dawa mbalimbali hizi za asili kwa kutumia mimea ambayo ipo karibia na mazingira yako kabisa, kama vitunguu saumu, tangawizi. Ni vitu ambavyo unaweza kununua sokoni. Majani ya mpapai ndio tiba ambazo sisi tunazitumia. Hadi majivu ni miongoni mwa tiba ambazo waga tunatumia kutibu kuku. Shida tu ni kwamba wewe hujui majani ya mpapai yanatibu nini, yanaandaliweje, unawapa kuku siku ngapi. Kwa hiyo ukiwa na hicho kitabu kitakupa mwongozo wa jinsi ya kuyaandaa na kuyatengeneza. Hicho kitabu cha tiba za asili. Vitabu vyetu, kitabu kimoja gharama yake ni shilingi 10,000 na ni soft copy. Tunakutumia kwa njia ya WhatsApp. Ni vitabu vizuri sana ambavyo mimi binafsi kama KingoFarm nikisema ni kushauri kitu muhimu sana, kabla hata hujaanza kufuga, uwe na hivi vitabu. Vitakurahisishia sana sana safari yako ya ufugaji. Yani sehemu ambayo labda ungekwama, kuku angekufa kwa ugonjwa fulani, au labda ungetumia gharama kubwa kwenye chakula, ukiwa na hivi vitabu vyenyewe vinaenda vinakurahisishia. Labda ungechanganya kuku wako, ungewachanganyia chakula vibaya, wangepata magonjwa kama vile kuvaa makoti, kushindwa kutembea. Sisi tumeshafanya tafiti. Sisi tulishachanganyaga chakula, kuku walishindwa kutembea. Ndio maana tukaja tuna kanuni safi kabisa. Kwa mfano hichi kitabu cha safari ya ufugaji, hapo tumekifanyia maboresho. Yani kuna toleo la zamani, tukaja tukatoa toleo jingine. Yote haya matoleo waga tunalenga kuimarisha ubora wa kitu ambacho tumekiandika humo kwa mfugaji. Kwa hiyo ni kitu ambacho kina thamani, na hatujaandika story. Ndio maana vitabu vina peji chache sana. Hata kusema tukutumie PDF yake upeleke stationari, hautotumia gharama kubwa. Tumeandika vitu vya msingi ambavyo mfugaji inatakiwa vipate kutoka kwenye vitabu vyetu, kama kanuni ya vifaranga, kanuni ya kuku kukua, kanuni ya kwa ajili ya kuku wa kutaga. Na ukiwapa kuku wako wanataga sana. Kwa mfano hii kanuni ya kwenye kitabu hiki cha safari ya ufugaji, ukimpa kuku wa kienyeji anataga mayai hadi 28 ndio anaanza kulalia. Lakini kuku chotara kama walikuwa hawatagi, wanataga vizuri sana. Hii kanuni ukiwapa kuku wako, kama walikuwa wanadonoa mayai, wanaacha kabisa kudonoa mayai. Gharama ya hivi vitabu ni shilingi 10,000. Nimeshakwisha kuambia. Kama unahitaji unanitafuta WhatsApp au unatupigia namba ya simu hiyo hapo ambayo unaiona hapo. Asanteni sana. Sasa ndugu zangu, niliwaambia kwamba hili tunda lina thamani kubwa sana kwa mfugaji, na kama unaweza kulipata basi una bahati sana, kwa sababu upatikanaji wake sidhani maeneo mengi huwaga halipatikani. Lakini hata kama maeneo ambayo upo halipatikani hili tunda, usiache kusikiliza hii video. Mwishoni nitakwambia mbadala wake ambao unapatikana kila eneo. Sasa unaweza ukapata yale maganda ya hili tunda. Yani ukilipasua hilo tunda ukala zile mbegu, ndio waga wanakula yale maganda yake. Unaweza ukayapata, ukayablend, au ukapata majani yake haya hapa. Yale maganda unayablend, unawawekea kuku. Na ni kwamba hivi hili tunda
huwa linatibu vizuri sana miharo ile miharo wa kupitiliza. Yani ukisikia muharo sugu, kuku wako wanahara, umewapa dawa na dawa hawajapona, basi miharo huwa inatibiwa na hili tunda, haya majani ya hili tunda. Lakini hata kideli, ule muharo wa kideli ule wa kijani ule pale, unakata mara moja endapo utatumia majani ya huu mti, na kuelekeza hapa namna ya kuandaa huu mti ili utumie. Kama ni maganda ya hilo tunda, una blendi, unaweka kwenye maji. Lakini kama ni majani, unayachemsha, unaweka kwenye sufuria yako kama hivi, unachemsha vizuri kabisa. Na unaweza ukachukua majani kwenye jagi lile la lita 2, ukachukua hata majagi mawili, ukayaweka kwenye sufuria, ukaweka na maji lita 5. Tumia sufuria kubwa kidogo, ukaweka maji lita 5, ukachemsha kwa muda wa dakika 10 hadi dakika 15, ukawa umechemsha huo mchanganyo wako. Kisha unawapa kuku, usichanganye na maji mengine, uache upoe. Ukipoa vizuri, kama uliweka maji lita 5, najua utakuwa umebaki na maji lita 4, mengine atakuwa yametoka, au unaweza ukawa umefunika ikabaki lita 5 hiyo. Yakisha poa vizuri kabisa, wawekee kwenye vyombo vyao waweze kunywa. Na kitu ambacho nakushauri hapo, fanya kitu kimoja hivi, labda ili wanywe kuku wote ule mchanganyo, unaweza ukaondoa maji kwa muda kama walisali moja, kuku wapate kiu. Unapoenda unawawekea kuku, watakunywa yale maji kama vile wanavyokunywa ile kinga. Inakuwa ni vizuri kabisa. Na huu mchanganyo unaweza ukachanganyia na vitu vingine. Kwa mfano kama unataka kutibu labda kideri, unaweza ukaongeza humo. Kuna majani ya aloe vera, kuna kitunguu saumu, kuna tangawizi, unaviongeza humo. Ukiwa na kitabu chetu kile cha Safari ya Ufugaji, utakuta kuna hiki cha tiba za asili, sio Safari ya Ufugaji, tiba za asili. Utakuta kuna sehemu tumeandika tiba ya Newcastle kideri. Sasa ukifuatiza pale kwenye ile tiba ile, kuna eneo tumeandika mkaa, yani tumeweka jivu, tumeweka kijiko kimoja cha jivu. Sasa kwa niaba ya kijiko kimoja cha jivu, unaweza ukaweka maji lita 1 ambayo umechemsha majani ya mkomamanga. Lakini niliwaahidi ndugu zangu ambao hamna access na hili tunda, yani ni ngumu sana kulipata. Hili tunda bwana linafanya kazi sawa tu na majivu, yani majivu yanazuia kuhara, na hili linazuia hivi. Kuchukua tu hata hayo maganda hayo, ukayaanika vizuri, unaweza ukayachanganyia kwenye chakula, ukayasaga, ukayachanganyia kwenye chakula. Yani linafanya kazi sawa na jivu au mkaa, unga wa mkaa. Nadhani wale ambao mnatumia vitabu vyetu kwenye formula pale, kuna sehemu tumeweka pale, unaweka unga wa mkaa kiasi fulani. Pia unaweza kutumia ya maganda ukayaanika kwenye jua, tena sio kivuli, jua kali kabisa, ukatumia pale. Kwa hiyo nadhani mmenipata. Asanteni jamani, na kwa helini. Ninawapenda sana ambao mnatufuatilia hapa KingoFarm. Kama bado hujasubscribe, basi subscribe, lakini pia unaweza kwa comment ukashare na rafiki yako ujuzi kama huu wa ufugaji.